hawa waliopewa tuzo leo ni kwamba wameonekana miongoni mwa wengi kuwa wamefanya kazi nzuri na wamestahili tuzo. Na kwa kweli nirudie tena kusema kuwa wale wote waliopewa tuzo, tumeangalia profile zao hapa wakati zinawasilishwa. Ukiniuliza mimi na mwingine yoyote, ukweli hawakupendelewa, wamestahili kabisa kabisa. Na hata kama ungepewa kazi hiyo wewe kuchagua nani amefanya vizuri, bila shaka ungewateua hawa ambao wamepata tuzo za leo. Kwa hiyo hongereni tena na tena. Na mimi kama baba wa watoto wa kike na kama mtu niliyezaliwa na mwanamke, kama kiongozi ninayesimamia wanawake mahali pa kazi, naona fahari kubwa kwa jukwaa hili na tuzo hizi, kwamba mwanamke katika nchi yake na katika jamii na katika mashughuliko yake yote anakumbukwa na kupewa tuzo kwa kazi zake anazozifanya. Clouds Media, jambo hili mlolifanya halitakuwa tu kazi ya kukutana usiku kama wa leo, lakini itakuwa na wajibu wa kuibua na kuchochea moyo wa kufanya kazi kwa bidii miongoni mwa wanawake na kuwafanya wanawake kuwa wazalishaji wakubwa wa mali, lakini muhimu zaidi kuwa na wao watu wanaoweza kuwa na mchango mkubwa kwenye uchumi wa nchi yetu. Kwa hiyo kuanzisha na kuendeleza jukwaa hili ni kuunga mkono juhudi za serikali na za kwake yeye mwenyewe Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa wanawake kiuchumi na kuongeza ushiriki wao katika sekta mbalimbali na kuhamasisha maendeleo miongoni mwetu. Mtakumbuka ndugu washiriki kuwa Tanzania tumefanikiwa kutatua changamoto mbalimbali zinazowakabili wanawake katika jamii zetu. Pia tumepiga hatua kubwa kuhakikisha kuwa mwanamke anakuwa ni sehemu ya maendeleo katika jamii yetu. Baadhi ya hatua ambazo serikali imechukua ni pamoja na fursa za kielimu, ambako maboresho ya sera ya elimu ya mwaka 2016 pamoja na sera ya elimu ya mwaka 2000 na sera za elimu pamoja na sheria mbalimbali zimetoa fursa kwa mtoto wa kike kupata elimu sawa na mtoto wa kiume, na hivyo kuongeza idadi ya wasomi na wataalamu wanawake katika nchi yetu. Serikali imeweka vile vile mazingira uwezeshi kiuchumi, na hivyo kufanya fursa za kibiashara na uwekezaji, hasa kifedha na hasa mikopo, kutolewa sawa kwa jinsia zote. Serikali vile vile imeongeza ushirikiano wa jumuiya za kikanda na kimataifa kwa kuhakikisha kuwa wanawake wa Tanzania wanashiriki, na mmeona Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa rais wa mabunge duniani ni kielelezo kingine kuwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetoa fursa kwa watoto wa kike kwa ajili ya kuchangamkia fursa zinazopatikana. Kuhusu huduma bora za kiafya, kwa mfano afya ya mama na mtoto, serikali imeendelea kuweka msukumo mkubwa wa kumpatia afya bora mwanamke wa Tanzania na watoto ili wanawake waweze kuwa na mchango kwenye jamii. Aidha, kuhusu huduma za maji na nishati safi ya kupikia, serikali imeendelea kuwa na kampeni mbalimbali za kumtua ndoo mwanamke kichwani, lakini na kuhakikisha kuwa upatikanaji wa nishati safi ya kupikia unakuwepo wakati wote kwa ajili ya maendeleo ya mwanamke. Nitoe rai kwenu wote na hasa Clouds Media, muendelee kutumia fursa hizi za kumtambua mwanamke na kumpa kipaumbele katika harakati mbalimbali tulizonazo, na kuhakikisha kuwa mwanamke akiendelea basi jamii yote inaendelea. Zipo changamoto hata hivyo ambazo zinahitaji kutatuliwa kwa kufungua fursa zaidi kwa wanawake. Naweza kutaja nyingi, lakini mnikubalie nitaje chache. Ya kwanza ni ubaguzi wa kijinsia, hususan katika maeneo ya vijijini. Zipo jamii kama Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa alivyosema, zinamuona mwanamke kama kiumbe ambaye hana hadhi sawa na mwanaume. Mila na desturi za namna hii lazima tuzipige vita wote kwa pamoja, na jukwaa hili la Malkia wa Nguvu liwe sehemu ya kukemea ukatili wa aina yoyote wa kijinsia kwa mwanamke na kumpa heshima mwanamke miongoni mwa jamii. Lakini pili, uelewa mdogo wa masuala ya jinsia, hususan kwenye maeneo ya vijijini ambako jamii zimewagawanya watoto wa jamii hizo katika misingi ya kijinsia. Mtoto wa kiume anapata haki zaidi kuliko mtoto wa kike. Hili ni jambo linalohitaji kupigiwa kelele zaidi, na majukwaa kama haya ni lazima yatumike kuondoa hali kama hiyo. Ndugu zangu, changamoto hizi zinahitaji mipango madhubuti na ushirikiano wa wadau wote, hasa sekta ya umma na sekta binafsi. Msemo unaosema umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu, msemo huu tuutumie katika kuhakikisha kuwa mtoto wa kike anapata heshima kwenye jamii na mwanamke anapata heshima kwenye mazingira yake ya kazi na mahali popote alipo. Na hivyo nitoe wito na rai kwa wadau wote kushirikiana na serikali
kama Clouds Media walivyofanya, kutokomeza changamoto za namna hii na nyinginezo ili kumpa heshima na hadhi mwanamke. Ikiwa naelekea mwisho wa hotuba yangu, napenda tena kuipongeza Clouds Media Group kwa kutambua na kuthamini mchango na maendeleo ya wanawake. Clouds Media, pamoja na haya, msikubali kurudi baki nyuma kwenye kampeni mbalimbali ambazo kama serikali tumezichukua. Kampeni ya nishati safi ya kupikia, ninaomba iwe ajenda yenu wakati wote. Tuhakikishe kuwa mwanamke wa Tanzania anapika katika mazingira yaliyo salama na safi ili afya yake ibaki kuwa salama. Nimefurahishwa sana na video ambayo mmetuletea hapa. Video ambayo kwa kweli ilikuwa inaonyesha ndege inayosafiri, na kauli mbiu ya kila mwaka inaashiria jambo gani ambalo Clouds Media wanataka kulifanya kwenye jamii yetu. Nimefurahishwa sana toka mwaka 2020. Kauli mbiu ya ninatosha ni kauli ambayo inampa heshima mwanamke na kujiamini. Lakini natoa nafasi kwa mwanamke kuingia ulingoni mwaka 2021 na 22 wanawake wakaamsema tuko site. Mwaka 2023 wakasema sisi tunasababisha. 24 wakasema tu kwa kifupi weka tuweke. Kwa maana gani? Kwa maana ya kuwa chochote ambacho mwanamke kitawekwa mezani na yeye ataweka. Na leo mmetuletea kauli mbiu nzuri, twende duniani. Kama mlivyo Clouds Media, mnawafungulia dunia wanawake na dunia na jamii yote wawe wanachotaka. Leo mnatupeleka duniani, tunawapongeza na kuwashukuru sana.